Naam, ni mazingira tofauti, muda tofauti, lakini kipindi ni kile kile, na tukiwa katika mwelekeo wa kuangalia wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club finalist wa michuano ya shirikisho, wakiwa wanaenda katika njia ambayo wameipitia miaka ya nyuma, mabingwa wa kuweza kubadilisha matokeo, lakini pia ni timu ambayo imekuwa na rekodi nzuri sana inapocheza katika uwanja wa Mkapa. Ila kwa mwaka huu mambo yamebadilika chini ya kocha Fadlu Davis. Timu hiyo imeweza kufanya vema hata nje hapa, na hii leo imenipa fursa ya kuongea na mmoja kati ya viongozi wa kongwe kabisa wa timu hiyo, ambaye ni mjumbe wa bodi, aliwahi kudumu katika shirikisho la soka nchini wakati wa FAT, akiwa kama makamu wa pili wa rais, ni ndugu yetu Consensus Magoli. Mimi huwa nampa jina la The Jackal, Carlos Jasusi. Leo niko naye hapa. Hilo jina bwana, Jasusi. Jasusi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana huwa na kuangalia nikiwa pembeni uwanjani. Na juzi natoka South Africa. Naona wamepiga picha na shuka na mabegi pale. Jamaa akasema, sasa mnajua huyu mzee anayeshuka hapo na begi jekundu ndio ubaya mwenyewe. Nilicheka sana. Unajua hii siku ya hiyo timu ya ubwela inazinduliwa. Tulikuwa studio mimi na Ahmed Ali Azam. Unakumbuka? Nakumbuka, ndio Ahmed akaizindua pale, akasema bwana, mwaka huu sisi ni ubwela. Ilikuwa kuelekea Simba Day ya msimu huu. Na kwa kweli ubwela umekuwa na balaa kabisa. Magoli umekuwa ni mtu ambaye upo kwa nyakati zote, lakini furaha imekuwa ukiwa hadharani hauonekani kuwa na makasiriko ya aina yoyote. Umeweza kudumu nayo hiyo kwa kivipi? Mimi na makasiriko. Pengine mwaka huu nilivumilia nikaonyesha mara moja tu. Lakini makasiriko kwenye mpira mimi ni makubwa sana. Kwa hiyo ambacho tunakizungumza na Consensus Magoli ni mambo kadhaa, na nimekuwa nagusia isha makasiriko hapa, na mimi kweli mara yangu ya kwanza nimekuona ukitoka hadharani. Kumbe huwa unakuwa mkali zaidi pale mnapokuwa na wachezaji, pale mambo yanapokuwa hayaendi vile ambavyo mmepanga. Kabisa. Na sio karibuni tu, tena mara zote, kwa sababu tunafuatilia uwezo wa wachezaji, tunajua uwezo wao. Kwa kweli wanavyokwenda wanacheza. Najua kuna siku game inakuwa ngumu, lakini kuna makosa mengine ambayo kwa kweli tunakuwaga wakali sana. Particularly mimi nakuwaga mkali sana. Mimi kwenye kazi mambo ya ajabu. Sasa wewe kama kila siku wewe una makosa kibinadamu, hufai na hutoshi kucheza Simba. Simba ni klabu kubwa, hatuwezi kila siku wewe una makosa kibinadamu. Makosa gani haya? Basi wewe kama makosa yako ya kibinadamu, tafuta klabu nyingine, sio Simba. Sema kweli, mchezaji lazima na total concentration. Simba ni klabu ambayo ina following ya mamilioni, na kuna mamilioni ya wachezaji, maelfu ya wachezaji wanataka kuja kucheza Simba. Na sisi tunaamini kwamba tunahudumia wachezaji wetu vizuri sana. Safi sana. Neno kubwa sana hilo kuweza kuipata kutoka kwako. Lakini turudi kidogo, historia inakwenda wakati wekundu wa Msimbazi wanaenda katika mchezo muhimu sana wa kwanza tarehe 17 Berkane, na tarehe 25 utakuwa hapa uwanja wa Taifa. Lakini kuiongelea historia ya Simba kama klabu na mafanikio, uwezo kaiongelea bila kutaja marafiki wa Simba, kwa maana ya kwamba Friends of Simba. Role gani ambayo Friends of Simba mmeicheza, ambayo leo hii tunakuja kuiona Simba ambayo ipo katika mpitio na mabadiliko mbalimbali ambayo yanaendana na wakati? Kusema kweli, Simba kama mnakumbuka, Simba ya mwanzoni ya miaka 90 ilikuwa na ufadhili mkubwa wa Azim Dewji, na mpaka akafikia kilele cha mwaka 1993 katika fainali ya kombe la CAF. Baada ya hapo kufungwa fainali kwa 94, mambo yakaharibika. Simba ikaanza kupitia kipindi kigumu sana. Miaka ya 95, 96 kwenda mbele, 97, 98. Simba ilikuwa iko hoi, taabani. Sasa wakati huo Simba haina vyanzo vya fedha, haina jinsi gani itaweza kuendesha mpira, na kwa kweli kadri siku zinakwenda matumizi ya klabu yanaongezeka. Huwezi kutegemea vyanzo vya gate collection. Kwa hiyo mwaka 99
ndio tukasema jamani, tunayokuelekea hali ya Simba itakuwa mbaya. Ndio tukaanzisha marafiki wa Simba, Friends of Simba 1999, mwaka 1999. Na kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuchanga pesa kadiri mtu alivyo na uwezo. Mwenye kutoa laki atatoa kwa mwezi, mwenye kutoa milioni 2 atatoa, mwenye kutoa laki 5 atatoa, lakini mwisho wa mwezi tunakusanya zile pesa, tunaenda kusaidia klabu katika namna yote ile. Kama ni kuweka kambini, kama ni kusaidia kwenye usafiri, kama ni wakati wa usajili, kila mtu anaahidi atatoa shilingi ngapi, tunafanya usajili. Kwa hiyo tulianza hii kazi mwaka 99. Sisi tulikuwa tufungamani sio na uongozi wa fulani. Sisi kazi yetu ni kwamba uongozi uliopo madarakani tunawapa support kubwa kwa hali na mali. Kwa hiyo watu wa Friends of Simba walikuwa wanaweza kutoa pesa, lakini vile vile walikuwa na uwezo wa kusafiri na timu kwa gharama zao kwenda kuhakikisha kama timu inatua moyo na inaweza kushinda. Kwa hiyo hilo ndio tulikuwa tumeanzia mwaka 1999. Na ilikuwa ni katika kusupport au pia mlikuwa mnafanya kama unavyosema kufanya usajili na vipi mliweza kumudu? Manake mara nyingine kila mtu ana interest yake, anaweza kaita mchezaji anayemtaka na anataka acheze. Hapana, tulimudu kwa sababu tulikuwa na kamati ya usajili. Kwa hiyo zilikuwa zinakusanya pesa na uongozi uzuri kwamba uongozi wakati huo chini wakati huo katibu mkuu alikuwa Kassim Deuji. Tulikuwa naye bega kwa bega. Akawa ni sehemu ya Friends of Simba. Kwa hiyo Kassim Deuji alikuwa ni kiungo muhimu sana kati ya Friends of Simba na viongozi wenzake. Tangu enzi ya mzee Juma Salum wakati anakuja kufariki, akaja mzee Balozi kama kaimu mwenyekiti na wengine wote waliofuata, Kassim Deuji atuweza kutuunga vizuri sana kati ya Friends of Simba na uongozi uliopo. Na tulikuwa tunakaa pamoja, vikao vya pamoja. Wakitokea tunakaa jamani Friends mnasemaje? Hali tuliyopata ndio hii, tumekwama hapa, tunaendaje? Kwa hiyo tunakaa pamoja, tunaangalia jinsi ya kuweza kusapoti na timu inaenda. Kwa siwezi kusema kwamba tulikuwa tuna uwezo mkubwa wa kuweza kuisupport timu kwamba iwe kamilifu na perfect, lakini angalau machungu ya nyuma yale kwamba Simba inashindwa hata hela ya kula, Simba inashindwa hata kulipa usafiri unakuwa shida, tuliweza kuweza kuyanani. Na itakumbuka mwaka 99 tulikuwa tumepotea hapo kwenye mashindano ya kimataifa, lakini tuliingia kwenye kombe la FA. Safari ya kwanza tunacheza Kigoma, tuliweza kukodisha, tuliweza kuchanga tiketi za ndege, timu ikaruka kwa ndege ikacheza Kigoma, baadaye tukacheza na Yanga Arusha na Dar es Salaam, hatimaye tukapata tiketi kushiriki mashindano ya kimataifa mwaka 2000. Yeah. Sasa transformation hapa tunaiangalia kwamba kama ulivyozungumzia kuna watu ambao au kizazi ambacho kilikuwa akifahamu kinasikia tu kuhusiana na Friends of Simba, role ya Friends of Simba, ile pesa ambayo mlikuwa mnaitumia na mambo kama hayo. Lakini wazo lilikuja wapi sasa la kuweza kufanya mabadiliko ya kupata mfadhili, au ni jinsi gani ambavyo mliweza kumshawishi? Then maka nikiangalia picha zamani namuona Mohamed Dewji akiwa ameshikwa mkono, yeye kuweza kuingia na kukubali kuwa katika sehemu ya ufadhili wa Simba. Sasa unajua tulivyoanza 99 Mohamed hakuwa alikuwa shule. Kwa hiyo Mohamed alivyorudi hapa akaja akapewa uongozi kwenye Mohamed Enterprise Limited. Kwa sababu Kassim Deuji nafikiri anamuita mzee wake Mohamed mjomba. Kwa hiyo akamvuta Mohamed. Sasa Mohamed Deuji ndiye akaingia Simba sasa. Ndio maana unaanza mwaka 2002 pale tunaanza kushiriki mpaka 2003. Tulikuwa na Mohamed Deuji. Na Mohamed Deuji sasa ndiye akaleta neema. Akaidhamini Simba, tukawa tunavaa MTL, akawaleta Tanga Cement, akawaleta NBC, wote hao wakaanza kuja kuifadhili Simba. Kwa hiyo hapa sasa neema ikarudi Simba tena. Tukaanza hiyo 2001 mwishoni, 2002 mpaka 2003 tukaingia Champions League. Tulikuwa tunadaiwa na Yanga kwa sababu Yanga waliingia Champions League makundi 98. Kwa sisi tulikuwa tujai kuingia katika mfumo mpya wa makundi. Tukaingia 2003 tena kwa kishindo, kuwafunga mabingwa watetezi wakati huo wa Afrika Zamalek na mabingwa wa Egypt mfululizo. Wakati huo soka la Egypt lilikuwa linatawaliwa na Zamalek, lakini tukaweza kuwatoa na tukaingia kwenye makundi. Ilikuwa ni history kubwa sana, Afrika nzima ikawa imeshangaa. Sasa baada ya kuwatoa pale, nataka kuonyesha jinsi gani tena tuliyumba. Baada ya kuwatoa pale Zamalek, Mohamed Dewji
akasema jamani, budget ya Zamalek tumewatoa kweli kwenye mashindano, ni zaidi ya mara 6, 7, 8 ya budget ya Simba. Kama mnataka tushindane Afrika na siwe kubahatisha, tujaribu kufanya transformation ya klabu, kuweka uwekezaji ndani ya klabu, tuigeuze klabu ije kwenye uwekezaji. Sasa hilo wazo kwamba Simba tuchukue tugawie share mtu binafsi, tukaambia Mohamed yani Simba hii ya wanachama privatize, sijui share fulani wachukua wanachama wengine sijui, tukasema hiyo kitu haiwezekani. Mohamed sasa haiwezekani Sema sawa, mimi naomba niwaache endeleeni, kwa sababu naona mnatoanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo katika hali ya kawaida Mohamed akatuacha, kwa sababu alijua hatuwezi kushindana kwa level ya budget yetu ilivyokuwa. Yani kwanza ilikuwa hata kuongeleka haliongeleki yani ilikwambia Mohamed, wewe wanachama wa Simba waambie kwamba uchukue sehemu ya klabu yao, sijui ufanye uwekezaji, hiyo kitu haiwezekani. Mohamed akasema basi kama haiwezekani iendelee na Simba yenu, mimi naona hatuwezi kufika kokote. Kwa hiyo Mohamed vision ya Simba kwamba lazima itafute uwekezaji ili iweze kushindana na vilabu vikubwa Afrika, alianza 2003. Sisi tukamkatalia kwamba bwana hawa wanachama na waeleza nini. Kwa hiyo akaondoka, akatuachia Simba yetu, tukaendelea hivyo. Friends of Simba tunapigana, Friends of Simba tunapigana. Tumekwenda sasa, ufikirie 2003. Tumepita muda gani? Mpaka 2017 ndio wazo likarudi tena. Na lile wazo sasa likawa limejitokeza, na ukumbuke katikati hapa wenzetu wakapata mfadhili hapa anaitwa Yusufu Manji kwa muda wa miaka 6. Sisi ikawa ni Friends of Simba, tunatafuta wachezaji wa under 20, tunafanya hivi, tunapambana hivyo hivyo kwa uwezo wa resources zetu tulikuwa nazo. Tulikuwa na mfadhili TBL, wenzetu wakaja kavuruga pale, TBL wakajitoa, tukabaki hatuna mfadhili. Kwa hiyo 2017 ndio wazo sasa likaja la transformation. Sasa ilikuwa kipindi kimoja nafikiri amefanya hiyo dada anaitwa nani yule, hii 2017 amefanya dada na kipindi yote Mikasi inaitwa Salama Jabir. Alimwalika Mohamed kwenye kipindi. Mohamed akasema bwana, mimi niko tayari kununua share ya Simba, kufanya uwekezaji kama. Sasa ile interview ilivyofika hewani, wanachama wa Simba wakaidaka. Wakaidaka ile interview, wakasema bwana, sisi tunataka mabadiliko. Tunataka mabadiliko. Wakati huo rais wa Simba Evans Aveva, makamu wake Kaburu Nyange. Kwa hiyo pressure ikawa kubwa sana. Ndio kikao cha kwanza kikafanyika pale Msasani Police Mess. Agenda ya mabadiliko ikawekwa namba 9. Agenda zingine zote zikizungumzwa, watu wanasema weka mabadiliko. Weka mabadiliko namba 9 hiyo. Huku mmepoteza muda huku, tuanze na namba 9. Watu wamechoka kuchanga. Sio wanachama nasema tumechoka. Weka mabadiliko, mo. Unaona. Kwa hiyo sasa kikao kile kwa kauli moja kikapitisha kwamba Simba tunaenda kwenye mabadiliko. Kwa hiyo uongozi uangalie jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya taratibu za kwenda kwenye mabadiliko, kwa maana mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo ndio process nzima ikaanza 2017. Tukawasiliana na serikali, maazimio ya wanachama, serikali ikaangalia jinsi ya kufanya, ikaandikwa. Nafikiri imefanyika mikutano ya wanachama kama 5 hivi mpaka 2018 ndio serikali ikawa imebariki kwamba tuende kwenye mabadiliko na ikaregister ile katiba. Tukaanza sasa process ya mabadiliko na kuunda bodi ya muda, interim board 2018. Na mimi nikaingia sasa kwenye bodi ya muda, kwa maana ya kwamba niliteuliwa na mwekezaji, na ile kamati ya utendaji iliyokuepo ikawa ndio upande wa wanachama, na ile mwekezaji akaweka watu wake. Tukawa na bodi ya muda ambayo ingerani mpaka muda wa uchaguzi ungefika
ili wanachama wafanye uchaguzi wa wajumbe wapya wa kuingia kwenye bodi mpya. Kwa hiyo ndio safari nzima ikaanza ya mabadiliko 2018 sasa. Na since then performance kimataifa imekuwa. Since then 2018 Simba ilikuwa haiko ranked. Kwa sababu system ya rank inaanza unapoingia kwenye makundi. Sasa tulivyoingia kwenye makundi 2003 hakuna klabu nyingine yoyote ya Tanzania ishaingia kwenye makundi tena. Unanielewa? Ya Champions League. Yanga walijaribu hapo wakaingia nafikiri kwenye Confederation hapo wakati wa 2017 16 hapo. Lakini kwenye Champions League hakuna klabu iliingia kwenye makundi ya Champions League. Ya mwisho ilikuwa ni 2003 mpaka 2018 Disemba tarehe 23 Simba anampiga Nkana goli 3-1 anaingia makundi tena baada ya 2003. Ukaimagine miaka mingapi imepita. Kwa transformation ya kwanza ilichofanya ni kwamba sasa tukatoka kuwa unranked club, yani hatuko ranked kokote kule. Kwa sababu klabu zinaweza kuwa ranked zinapopata points ukiingia kwenye makundi either ya Confederation au ya Champions League. Ndio kwanza mafanikio ya kwanza. Na tangu hapo 2018 ni mwaka mmoja tu tena uliofuata Simba hakuingia kwenye group stage. Ilikuwa 2019 tuliotolewa na UD Songo. Ndio mwaka ambao ni mwaka mbaya kabisa katika hii miaka ya transformation. Lakini miaka mingine yote sio tu tunaingia makundi, tunaingia robo. Sio kama unanielewa. Yaani kuanzia 2018 tangu tumeingia transformation, mwaka mbaya kabisa ni 2019 tu. Lakini miaka mingine yote sio tu tumeingia makundi, tumeingia robo, iwe Confederation iwe Champions League. Sisi tuko tunajivunia mpira. Tunajivunia vitu vinahusiana mpira. Sisi za football club tunakaribisha mtu yote anayetaka kuzungumzia mpira, anayependa mpira. Kwa hiyo hata nature club ilivyo, hatuna uadui, hatuna ugomvi, ni klabu ya waungwana, klabu ya watu ambao wanaheshima, ni klabu ambayo tukiamua jambo letu kwa moyo mmoja, kwa sababu tunafanya vitu vingi vizuri, basi hata Mwenyezi Mungu pia huitika. Na ndio maana tumezifunga klabu kubwa sana Afrika hapa. Kubwa sana ambazo wakati mwingine unajiuliza tumezifungaje. Ni kwa sababu tunaipenda klabu yetu kwa nia nzuri, kwa moyo mweupe, na tunaingia kwenye mapambano. Unajua vitu hivi ukivifanya kwa heshima, ukivifanya bila mambo ya hovyo, hata Mwenyezi Mungu pia anakusikiliza na unafanikiwa. Kwa hiyo mpira najua unaweza kashinda kwa vitu vingi, lakini pia mpira pia lazima pia uombe, kwa sababu unaweza kufanya yote Mwenyezi Mungu asipotaka huwezi kufanikiwa. Lakini hukai tunasema ngoja niombe, hapana. Unafanya, unatiki kila box. Unaona bwana, kwenye ufundi unatiki, kwenye upenzi unatiki, kwenye kujikinga unatiki, kwenye kucheza mpira unatiki, and then sasa tuendeni pamoja. Kila box tumetiki, tuendeni tukapambana na tuombe Mwenyezi Mungu tushinde hizi mechi. Huyo ni Francis Magoli. Mimi namuita jasusi. Wewe endelea hivyo hivyo kumuita ulivyo, lakini mimi namuita jasusi kwa sababu mbinu zake ni nyingi mno. Unaweza ukasema utapita mlango huu, anatokea mlango huu. Unaweza kumuona huyu mzee kapotea, lakini bado yupo. Wengi wanamkumbuka marehemu Hans Pop na jinsi ambavyo alikuwa anaenda vitu vyake. Lakini kwa Francis Magoli imekuwa ni vigumu. Unatambua wakati gani, anashauri nini na anafanya nini. Tunaenda kwenye break. Tutarejea baada ya muda mfupi. Naam, tumerejea na nikukumbushe tu wewe ambaye ulikuwa unaangalia, ilikuwa ni vema kwako wewe ambaye haukuwa katika kizazi hicho kuelewa nini ambacho kilifanyika na nini maana ya marafiki wa Simba au Friends of Simba na kile ambacho walikitendea haki katika kuifikisha Simba hapa. Lakini umeweza kupata dibaji ya ndoto za Mohamed Dewji ambaye
alikuwa amefikiria nini kifanyike ili Simba isiwe tu na ushindani wa ndani, bali kwenda kushiriki kimataifa na kuwa na budget ya kushindana na Super Power Club hapa barani Afrika. Lakini turudi mwaka 93. Tukiangalia kile ambacho kinatokea mwaka huu kabla hata ya safari ya Berkane. Najua nitakuwa na maswali mengi hapo mbele. Lakini 93 hiki tunachokiona ni sehemu ambayo Simba ilifikia. Na katika historia inazungumzwa kwamba mlijiandaa vyema sana. Sasa mimi kwa niaba ya hawa wanaoangalia, ningependa kufahamu maandalizi yenu yalikuwa namna gani na kwa nini mliweza kufikia kiwango kile cha kucheza fainali, licha ya kwamba ukiangalia timu zilizokuwepo zilikuwa ni super power katika michuano ile. Sema kweli wakati huo ninachoweza kuzungumza hatakuwa kwenye sehemu ya uongozi wakati wa Friends of Simba. Azim Dewji aliplay role kubwa sana kumbuka mwaka huo. Na mimi nafikiri moja hapo, mimi sitaki kuzungumza sana, lakini nafikiri moja hapo ya sababu ya kukosa kombe mwaka 93 ni kwa sababu Azim hakuwa na watu, yani hakuwa na nguvu watu nyuma kuweza kumbeki kupambana kuweza kushinda lile kombe. Kwa kweli ilikuwa ni kitu, kwa sababu nakumbuka sana sana kuna ndugu yangu yuko Abu Emirates, ndio kidogo alikuwa anamsaidia na ndugu yake yule. Zaidi hapo ni uongozi wa Simba. Kwa hiyo nahisi Azim alikosa nguvu kubwa sana ya watu nyuma. Ni kama tofauti sana sasa hivi. Kuna uongozi wa Simba goli, kuna bodi, lakini nje ya uongozi kuna kundi la watu kubwa ambao wakitumwa kufanya kazi, unaweza kuwa na watu zaidi ya 40-50 ambao wanaweza kufanya kazi behind the scenes, nyuma ya pazia, kufanikisha mambo na Simba ikaweza kufanikiwa. Kwa hiyo naweza fikiri kwamba Azim, na ndio maana nisema alirudi toka Cote d'Ivoire kule kuchana Stella, kutoka bila akaumwa. Kitendo cha yeye kuumwa akawa yuko hospitali, nafikiri ilikuwa ni sababu kubwa sana iliyoleteleza Simba kukosa muda mzuri zile wiki mbili za kujipanga kucheza la mechi na kuweza kushinda. Kwa kweli kama umetoka Abidjan, umetoka 0-0, kitendo cha kuja kufungwa hapa ilikuwa kitendo kimoja kibaya sana, kiliumiza watu sana sana. Hakuna siku watu wa Simba na Watanzania wameumia kama siku hiyo. Na zamani wakati Simba na Yanga zinacheza, ilikuwa hakuna timu inaweza kuzomea timu nyingine. Kuzomea nyingine ilianza siku hiyo. Yaani kwa mara ya kwanza katika nchi hii, mechi ambayo uwanjani timu nyingine imezomea timu nyingine ni mechi ya Simba na Stella Dar es Salaam. Tulipofungwa goli la pili, washabiki wa Yanga wakaanza kuimba uwanjani, uzalendo umetushinda, uzalendo. Kwa hiyo tangu siku hiyo kuzomeana uwanjani, kushangilia timu pinzani ndio kukaanza mpaka leo. Kuna shamiri kwamba ikicheza Simba wakafungwa uwanjani, Yanga watashangilia. Ikicheza Yanga akafungwa pale uwanjani, Simba watashangilia. Zamani ilikuwa watu wanakaa kimya tu, hawazomeani, wanataniana mitaani tu kwamba nyie mmechemsha, mmefungwa, mmefanya nini. Anaenda uwanjani anaangalia mpira ukisha mmefungwa ndio wanaanza kutaniana kama kawaida. Lakini hadharani kushangilia uwanjani kulianza mwaka 93. Kuna kitu ambacho nimepewa katika historia hapo naangalia, umezungumzia Simba mlivyoweza kuweka kambi pale Ufaransa. Na Simba mmekuwa mara nyingi mnaweka kambi katika sehemu ambazo mtu kwa nyakati hizo anasema haiwezekani. Lakini mliweza vipi ku approach? Kuna mzee mmoja niliweza kuongea naye katika stori zetu tu za kunywa chai. By then alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Bwana Pamba. Akaniambia jinsi mbinu mlizotumia na jinsi serikali ilivyoweza kuwasaidia kwenda kukaa katika kampu. Huwa mnapita vipi magoli? Mbona kuna vingine vimegumu, lakini nyinyi kwa nini mmekuwa na relationship nzuri sana na watu mbalimbali wa serikali katika sehemu ambayo mnataka jambo lenu? Ni mahusiano ambayo Azim Dewji aliyajenga, na basically kwenda kwa Ufaransa haikuwa kama ni kitendo cha kama cha ufahari, hapana. Tulikuwa unajua wenzetu miezi nafikiri kwa mwezi wa pili wa tatu kule kuna na baridi sana Algeria. Kwa hiyo ukienda Ufaransa pale nice kuja Algiers ni karibu sana.
Kwa hiyo utapata mazoezi mazuri kwenye viwanja vinavyofanana kidogo na Algeria, hali ya hewa inayofanana kidogo na Algeria kwa hizo wiki mbili hizo, kwa sababu zamani ulikuwa ukicheza mechi sio kama wiki moja kama sasa, ulikuwa unakaa wiki mbili ndio mnarudiana. Kwa hiyo zile siku 10, 12 ukiweza ku acclimatize na hali ya hewa na viwanja ambavyo vinafanana, ni rahisi kucheza zile mechi kuliko ukitoka. Zamani viwanja huko kulikuwa vibovu. Huo uwanja wa Uhuru ukiusikia huo una mashimo. Kwa hiyo timu yote nje ikija kucheza pale uwanja wa Uhuru inapata tabu kuliko kama hizo timu za Waarabu haziwezi kucheza. Kwa sababu pia ukipiga hapo unadunda pale, ukipiga hapo unadunda. Sasa na wewe ukienda kucheza kwenye uwanja ambao nyasi zimejaa, hujawahi kucheza umezoea viwanja vikavu, unafungwa. Kwa sababu ukipiga pasi ule mpira inabidi tumie nguvu nyingi sana kupiga ambapo hujazoea. Kwa hiyo lazima utrain kwenye viwanja, kwenye hali ya hewa inayofanana. Hata mwaka 2003 Simba baada ya kuwafunga Zamalek hapa 1-0, Simba ilienda Omani ikakaa siku 10 kwenye viwanja ambavyo vinafanana na kule. Ndio tukaweza kucheza ile mechi kwa hali ya hewa, kwa aina ya viwanja vinavyofanana na uwanja ambao unaenda kucheza mechi. Kwa hiyo ni mbinu za kisayansi ambazo lazima uzifanye, na zilifanyika mwaka 93 kama hiyo, kwenda Nice Ufaransa ili kushuka kuweza kucheza Algeria. Sasa Magoli, tuje katika hili hapa. Kipindi ambacho mmeanza kujitafuta tena huku wapinzani wenu wakitawala au kutawala kwa ubingwa na kwenda katika mafanikio mengine ya michuano kama hii, kuingia hatua ya fainali, mlijitafuta na mlileta makocha wa daraja la juu sana. Mfano halisi ni mpaka kuja kwa Benchika hapa katika siku za mwisho. Lakini pre-season hii au msimu huu mmeanza na Abdulrahman Davis pamoja na benchi lake, ambaye hakuwa na sifa ya kuwa kocha mkuu katika timu ambayo alitoka. Nini ambacho kiliwapeleka na iliwachukua nini kushawishiana, kukubaliana kusema twende na Fadlu Davis, huku mkiwa mmepangua wachezaji 14 katika kikosi chenu ambacho kilikaa takriban miaka 4 pamoja? Kwanza naomba niwaambie leo ukweli, wana Simba. Benchika hakuwa chaguo la kwanza la Simba. Benchika hakuwa. Tulikuwa na chaguo la kwanza, kocha kijana Mwafrika, Mwarabu mwenye asili ya Kiafrika, amecheza na profile kubwa Afrika, na alikuwa anafundisha timu ya First Division Europe. Ndio wa kwanza kabisa tulimtarget. Tukakubaliana kila kitu, akasema sasa naandika kuomba ruhusa kwenye klabu yake wamruhusu aondoke kwa sababu ana mkataba. Wakamkatalia. Tukaenda chaguo la pili. Tukakubaliana kila kitu. Na yeye akasema sasa ngoja klabu yangu imruhusu, wakamkatalia. Tukaenda chaguo la tatu. Sasa chaguo la tatu huyu ndiye akatuweka sana. Leo fanyeni hivi, kesho ongea hivi, badilisha mkataba vile, lete hivi. Okay, sasa nafikiri imekaa sawa. Siku zinakwenda. Mwisho akasema jamani, hii sasa ishapita mwezi, timu haina nini? Haina head coach. Huyu bwana Benchika anasema mimi niko tayari muda wote, niiteni. Sasa tumeexhaust zile options zote ambazo zimeshindikana. Kwa hiyo sasa muda umekwenda, timu lazima pate kocha. Basi kabidi tumfanyie usaili Benchika. Tukamappoint Benchika. Kwa Benchika tulimappoint kama option ya 4, mimi nakumbuka. Na wengi tulikuwa na mashaka sana. Unajua tatizo tulichokuwa sisi tunakitaka kwenye interview ni mwalimu anafundisha mpira wa kisasa. Mwalimu anayefundisha mpira wa kisasa. Na mwalimu anayefundisha mpira wa kisasa lazima awe na umri unaoreflect mara ya mwisho amecheza lini na amekuja kufanya kazi gani. Unajua walimu, kuna walimu wengi wa zamani watu wazima. Yeye anakuja mwalimu pale anakuwa na jopo lake, anakaa kama mtemi hivi.
Sasa wale watoto wale ni wengine anapanga, yani he's not a coach. Anakuwa kama msimamizi hivi. Kwa kama vile anapunda wake pale. Fanya hivi wewe, fanya hivi, fanya hivi. Yeye amekaa tu kama sio anaongea na simu, mara sio anaongea. Yani ujanja tu. Lakini we wanted a coach ambaye yeye mwenyewe anafundisha mpira na anaujua na anaueleza na anatuambia. Kwa mfano Fadlu tumefanya naye interview 2 days, masaa yapusipungua 7, na akarihes na akatuonyesha timu yetu inavyocheza, na akatuonyesha mapungufu ya timu yetu inavyocheza, na akatuonyesha mpira sasa unacheza. Na ni kocha ambaye amefudhu juzi UEFA Pro 2024, ndiye ana graduate UEFA Pro. Kliniki yake amefanya Liverpool, kliniki yake amefanya Arsenal juzi tu. Sasa hata ukizungumzia mpira anaueleza, tukasema huyu ndio kocha. Ushawishi ulikuwa ni mkubwa. Kila mtu ametoka pale anacheka anavyotuelezea mapungufu ya timu yetu inavyocheza na kila kitu. Na tukaangalia sasa Fadlu Davis, tukaangalia impact yake. Amechukua kama coach, wakatutoa sisi Simba, wakafika finali ya Confederation na Orlando Pirates. Alipokuja yule mwalimu Mjerumani akaingia Pirates, Fadlu akawa msaidizi wake. Yule Mjerumani alipochukuliwa na Raja Casablanca, kwa ule mwezi wa kwanza wa pili timu ikawa iko ovyo. Akamwomba Fadlu akamsaidia Raja Casablanca. Fadlu na timu yake wameingia Raja Casablanca, wakaungana na kocha Mjerumani yule. Kuanzia hapo Raja haikufungwa season mpaka imebeba ubingwa. Na uwezi kuamini wakati tunamchukua Fadlu, Raja walitaka kulia. Wamembembeleza lugha zote, lakini alikuwa amesha make up his mind, anakuja Simba. Kwa hiyo mimi nimekaa Simba fairly karibu nafika miaka 30. Naambia wana Simba, Simba tumepata makocha. Makocha kwa kweli, makocha wa mpira. Bench top, vijana top. Wanazungumzia mpira tu. Mpira unachezwa kwa analysis, mpira unachezwa kwa kuangalia. Yaani ni watu wacha niishie hapa. Pre-season hii kilichokuleta mapema kabisa mpaka mwisho wa kambi kilikuwa ni nini, na nini ambacho ulikiweza kuking'amua katika maandalizi ya msimu? Licha ya kwamba mlikuwa mnasajili wachezaji wapya 10, yani mmetoa wachezaji na kuna wachezaji wameondoka ambao walikuwa ni key players, na baadhi ya watu waliweza kuamini kwamba kuondoka kwa wachezaji hao Simba haitakuja kuwa the same again. Ni kweli tuliamua kwamba hii is a project, tunaanza upya. Na project hii ni kwamba tubakize wachezaji wachache, kama wachache tu backbone, lakini tuingize wachezaji 14 wapya. Kuingiza wachezaji 14 wapya, benchi jipya la ufundi. It was a big risk. Lakini tukasema pote ya pote tuko tayari. Kwa lolote litakaanza kutokea tuko tayari. Kwa sababu tuliona kwanza nidhamu ya wachezaji imeshuka. Wachezaji wengine wako Simba pale wanatafuta bonus tu. Hawana tena, yani wanashaishi kwa mazoea. Kama robo finali za hiyo washakufika sio mara ngapi, hawana kipi wanachotaka, hawana motivation tena kuwatumikia wana Simba. Tukasema tuachane nayo. Kama atakayebaki Simba au ambaye tunamuona kabisa pale, huyu atakuwa ndio nguzo kwenye timu, tuite wachezaji wapya. Lakini pia tulete wachezaji ambao umri wao pia sio mkubwa. Kwa sababu huwezi kusema unaanza timu unaacha miaka 30. Mafaza tena. Tuchukue wachezaji ambao tutakaa nao hata miaka 2, 3, 4 ili kwamba timu sasa iweze kukua. Hizo zote ni riski kwa sababu umetoa experience players wote, unaleta vijana ambao hawajawahi kucheza mashindano yoyote ya Confederation au ya Champions League. Kwa hiyo it was a big risk na bench jipya. Tena head coach hajawahi kuwa head coach. Amekuwa head coach wa timu za chini huko South Africa. Again anakuja Simba kuwa head coach. Another risk. Lakini Simba tuko tayari. Timu ya Mohamed Dewji, mwenyekiti wa bodi, akasema we are ready
kujenga timu, we are ready for matokeo yoyote yale. Yale ndio kwa maamuzi. Mwaka huu tumeamua tunajenga timu. Tuko ready kwa matokeo yoyote yale. Lakini kama unakumbuka tulivyokwenda Egypt, tulivyoona mazoezi wanayofanyishwa na wale makocha. Sio kumbuka nikwambia hawa moto utawaka mwaka huu. Watu tukae kimya tujenga timu. Lakini hii timu kwa jinsi wanavyopeleka hivi moto utawaka. Na kuna kipindi mlikuwa mnahangaika sana katika recovery ya wachezaji wanaopata maumivu. Mmepata mtu sahihi? No. Baadaye Fadlu alimuongeza nataka fitness mmoja mwingine ambaye ata specialize kwenye recovery. Kwa hiyo kuna fitness ambaye anafanyisha mazoezi na kuna fitness ambaye ni speciality yake na kwenye kurecover wachezaji. Na ndio umeona hizi injuries za wachezaji zinakwenda haraka sana. Mtu amesharudi anacheza. Kwa hiyo yuko mmoja ambaye ni fitness head, lakini kuna fitness mwingine ambaye yeye amesomea mpaka recovery, mpaka aina ya vyakula pia ambavyo timu inaweza kutumia. Huyo anayetumika na timu ya taifa ya Mali. Huyo ni mkubwa. Kuna mwingine mdogo South Africa ambaye anafanya hiyo kazi. Kweli Simba mmepania. Lakini nigusie tu moja hapa kabla tujaenda katika break nyingine hapa. Role ya serikali ya Tanzania katika safari ya Simba michuano hii mikubwa, lakini kwenda katika mchezo wa finali. Role ni kubwa sana. Unajua serikali zote za awamu zote zimeshiriki kwenye mpira in one way or another. Lakini serikali ya 6 yani ni serikali ambayo imejaribu kuingia kwenye mpira, kujaribu kuyaishi maisha ya Watanzania. Sio kama mnaelewa. Yani wanajua Watanzania wanapenda nini yani. Kwa hiyo serikali imejaribu kutoa kwanza mwamko. Rais ametoa mwamko kwamba unaposhiriki mashindano ya kimataifa basi serikali nayo ije na motivation factor moja hapo kubwa. Tukumbuka hata wenzetu walipofika finali walipewa ndege, lakini na sisi pia kuingia finali tumepewa ndege na serikali. Lakini kabla ya hapo kwenda nusu finali tuingie finali, serikali pia imetoa msaada mkubwa tu, kwa maana ya kulipa tiketi za ndege kwa timu husika pamoja na kuishi kule South Africa. Lakini pamoja na hapo kuna kuhamasisha goli, kwamba goli likifungwa kwenye level hii ni milioni 10, likiingiza kwenye hii ni milioni 20. Kwa hiyo nayo imeongeza chachu katika namna gani timu kwamba zinatakiwa zifanikiwe. Kwa hiyo niseme serikali hii ya awamu ya 6 yani imehamasisha sana michezo. Unajua ile kwamba serikali inatoa pesa, inatoa safari, inatoa ndege, inatoa kila kitu. Inaipa viririfu klabu. Sasa klabu inaweza kupanga mipango mingine bila headache. Kwa mfano safari ya kwenda Berkane. Unaweza kutumia masaa 18 mpaka 20. Sasa fikiria uende masaa 18 mpaka 20 ufike Berkane ucheze mechi. Ukishamaliza kucheza mechi urudi masaa hayo tena Dar es Salaam. Mwenzako anakuvizia tukiondoka, unaweza kashangaa amefika kabla hujafika. Anachukua ndege anafika Dar es Salaam. Yaani yeye ndiye anakupokea. Ni dondoo hiyo ambayo umeweza kusikia na inatupa taswira ya kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wasaidizi wake ambao wako katika wizara husika ya michezo wameweza kufanya au wameendelea kufanya katika michezo, lakini kubwa wakifocus heshima ya Tanzania kwa ajili ya kuisaidia klabu ya Simba katika safari yake ya finali ya kwanza kabla ya kurejea hapa nyumbani. Lakini je, Berkane Simba wamejiandaa vipi? Nazo dakika 10 tutakaporejea. Tumepeana kumbukizi ya kile ambacho Wekundu wa Msimbazi walikifanya mwaka 93. Lakini sasa ni eneo moja wapo. Safari hii ya Simba ilikuwa namna gani, na je, nini ambacho Mzee Magoli au Mr. Magoli anakifikiria katika safari hii ya Simba ya finali ya kwanza kule Berkane? Safari imekuwa ni ndefu, lakini safari haikutarajiwa. Na kamsemo kamoja mlikuwa nako sijui mmekatoa wapi kwamba timu ndio kwanza mnaiandaa. Sasa mnaandaaje timu inafanya hivi?
na safari yenu kwenda kuzitoa timu ambazo zilikuwa katika level ya juu. Maana tulikuwa tunaangalia kwamba mechi inayofuata Simba atatoka, mechi inayofuata Simba atatoka, lakini finally mko finali. Kwanza ile ratiba ya mwanzo kabisa ya, unajua sisi kwa sababu ya rank hatukuanza preliminary ya round ya mwanzo. Sababu preliminary zinakuwa 2. Sisi tulicheza preliminary mechi moja tu kwenda group stage. Tulipopangiwa Mwarabu, Ahli Tripoli, Libya, kichwa kilituuma. Kwa sababu katika ranki tulionayo tulitegemea tungepangiwa Burundi, Uganda, Shelisheli, Saudi Sudani, kwa sababu zile timu unajua wanavyo grade zile. Sisi kwa ranki yetu tukaambiwa Ahli Tripoli. Kwa kweli ilikuwa ni ratiba moja. Mimi mpaka leo kwa vigezo vya CAF siwezi kujua kwa ranki ya Simba iliyokuepo iliwezaje kutupwa kwenye, labda maybe Ahli Tripoli wali grade kama ni timu ndogo kwa sababu haijashiriki mashindano ya Afrika kwa muda mrefu. Lakini ile ni mechi ambayo kusema la ukweli Simba hakupaswa kucheza na Ahli Tripoli kwenye preliminary, kwa sababu level ya ile mechi ilikuwa ni level ya quarter final kwenda juu, haikuwa level ya preliminary. Trust me, Ahli Tripoli ilikuwa na timu nzuri sana ile timu. Nakumbuka wenyewe walisema wameinvest kwenye timu ya kuchukua kombe la Confederation. Yule Mabululu wamenunua Itihad ya Egypt $1 million. Na wakanunua wachezaji wengine nafikiri 4. Wakaimarisha kikosi chao. Kwa hiyo wao walikuwa nasema wameandaa timu ya kuchukua kombe la Confederation. Tukasikia tunapangiwa hivyo. Ulikuwa ni mtihani mzito sana. Tukaenda tukacheza pale, tukapata draw. Tukaja Taifa, tukashinda goli 3-1. Mechi nyingine katika hii ilikuwa ya tension sana, kama unakumbuka, ni mechi ya Faksien. Tumeanza mechi tu wakatufunga. Watu tukatahayari. Kibu karudisha. Dakika zimeenda mpaka extra time. Zimeongezwa dakika 7. Dakika ya 7 ishakwenda ya 8 ile. Referee nafikiri alikuwa anasubiri hiyo movement ya mwisho. Zimepigwa pasi hesabu. Wale kama vile Simba wako slow, Kagoma amenyanyua, Kibu amejitisha nyavu ndogo, watu wanavua shati. Vurugu zinaanza uwanja wa Taifa. Waarabu hawaelewi wamefunguaje. Kocha anaonyesha saa. Si mpira dakika 90 bwana. Wamepigwa 2-1. Crucial points. Tunaingia quarter final. Mwarabu mwingine huyu hapa. Hao Waarabu mwaka huu. Al-Masri ukiangalia kwenye ligi yao kamfunga Zamalek, katoka draw na Ali, katoka draw na Pyramids. Ndio level zake hizo sasa. Sasa siku moja namwangia bwana kocha Fadlu, Al-Masri bwana wagumu, tumepangiwa nao, unaonaje? Akaniambia tunawatoa. Kabla hata mechi ya kwanza akaniambia tunawatoa. Akaniambia are you sure? Akaniambia you see. Mpira ulicheza kule, japo alitufunga 2-2. Nikaamini maneno ya kocha kwamba tunawatoa. Tena ile mechi tuliwafunga 2-2 tukaenda kwenye penalty. Ingetokea mvua ikunyeshe ingekuwa waje mkavu, wale tungewatoa clear dakika 90 tu, clear. Kwa sababu hata speed ya wachezaji wa Simba kukimbia ilipungua kwa sababu ya mvua. Kwa sababu sisi tulikuwa tunawazidi wale ni speed. Kwa hiyo tukawatoa Al-Masri, tukakutana na hawa South Africa. Mechi ngumu, tunaenda kucheza Zanzibar, uwanja mgeni, nyasi ngeni, hybrid, mchanganyiko, tofauti. Yaani zile nyasi zile na natural ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo tukapata changamoto nyingine, uwanja mdogo, ile Mkapa effect haipo. Tukashinda goli 1, tukaenda kule kwa wenzetu, tukapiga draw. Basi tumeingia finali.
Sasa ukiangalia hizi dakika za nyongeza ulikuwa na hali gani pale South Africa? iko mbaya sana. Wewe unaweza kwa. Unajua mimi kwanza tulikaa uwanjani pale. Wakati mpira unataka kuanza hivi. Mimi nikaenda washroom. Nilirudi washroom pale. Nikakuta agent wa Mwalimu Fadlu amekaa kwenye kioo hivi. Nikasalimiana akasema vipi? Unakaa unaangalia mpira hapa? Akasema mimi naangalia hapa pazuri zaidi. Alafu kuna TV hapa. Nitakuwa nafanya nini? Kila ikipigwa kule naangalia na kwenye TV replay. Nikasema na mimi nakaa hapa. Sikwambia wenzangu mimi. Kwa mpira mimi nimeangalia kwenye kioo ndani. Huku naangalia na TV hapa. Yote imeenda. Kwanza lile goli lile kabla hajakataliwa. Nisikia tumbo lote linawaka moto. Nikaona VAR kweli ukiangalia kwenye TV VAR kweli zilikuwa offside tena mara mbili. Nikasema la Mungu yuko pande wetu. Kwa sababu ile timu iko nyumbani, VAR wangeweza kusema goli tu. Tungeweza kuhangaika kusawazisha, ingekuwa mechi ngumu ishaharibika. Kwa hiyo ukiangalia na ziliongezeka zile dakika 8, zilikuwa haziishi. Hakuna dakika ndefu duniani nimewahi kushuhudia kama zile dakika. Katika mpira wako wote na Simba yako. Na Simba yangu dakika 8 ndefu. Ndefu sana. Lakini Mungu akujalia tuweza kufika. Lakini sasa ukiangalia yani mimi nikijaribu kupima mpira, yani kuna dalili zote za Simba kuchukua kombe mwaka huu. Kwa sababu vizingiti ambavyo Simba imepita katika hali ya kawaida, Simba haikutakiwa kuvuka. Timu ngeni, kocha mgeni, wachezaji hawana uzoefu, lakini vyote tumeenda tunavuka hatua kwa hatua. Kwa hiyo tunajua kama vile Mungu yuko pande wetu. Na tuzidi kuomba, lakini sio kuomba tu. Hawa makocha pia wanafanya homework. Makocha pia wanafanya homework kwamba hawa wanachezaje na sisi twende tukacheze vipi. Kwa hiyo hiyo ndio advantage ambayo hii timu pamoja na ugeni wake tumepata advantage. Wanapoingia uwanjani wanakuwa wamejua tangu mwanzo hii timu inacheza hivi, wewe kacheze hivi, wewe Kapombe utacheza hivi, Shabalala utacheza hivi, Ngoma hakikisha huyu jamaa yani kila kitu. Ndio uzuri wa kuwa na makocha ambao wanasoma mpira na wanaelekeza jinsi ya kwenda kucheza mechi. Sio wachezaji mkocha anasema mkapambane vipi bwana? Au vipi wanangu? Vipi wanangu? Wasipite hao, kufa nao. Hakuna cha kufa nao. Mpira ni ufundi. Mpira ni ufundi tu. Kama hujafanya analysis yako, wewe anakuonyesha kabisa, angalia hapa. Wakija hivi kuna mpira utapigwa juu. Kwa hiyo ukipiga juu anakuta tayari mtu kusashajua hesabu zenu. Akasema wale wakija kushoto, wewe juu atarudisha kule kwa hiyo jamaa anampeleka. Kwa hiyo ukipigwa kule unakuta umeshafanya hesabu zako, unasema mbona leo mpira mgumu. Ndio mpira wenzetu wanaofanya. Anakuwekea hesabu zako, umepiga hesabu hizi na kuwekea hesabu hii. Sasa kama huna muda wa kubadilisha, ndio unashangaa game imepigwa Berkane 0-0. Tunaingia kwa Mkapa pale, watu wanalaliana. Hivi. Balaa kubwa hilo. Naam, huyo ni Kensos Magoli, jasusi ukipenda muite, lakini mtu ambaye amefanya mengi pia katika serikali ya Tanzania kwa nyakati yake, kwa nyadhifa zake, maendeleo makubwa ambayo amekuwepo katika taasisi ambayo alikuwa akiongoza, na unaona ule uzoefu ambao amekuwa nao katika mambo ya biashara, uongozi, jinsi ambavyo yameweza kuchangia kuungana na wenzake kufanikisha kile ambacho Simba Sports Club wamefika nacho. Lakini neno langu la mwisho Kensos Magoli kabla ya kwenda Berkane kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Mashabiki watakaopata nafasi ya kwenda kwa Simba waende kushangilia timu, na wale ambao hawatapata nafasi ya kwenda Berkane hapa nyumbani wazidishe dua, wazidishe maombi. Unajua maombi na sala za watu wengi husikilizwa pia na Mwenyezi Mungu. Tanzania ni taifa la watu wanaopenda mpira sana. Hatujawahi kuonja kikombe chochote cha level ya Afrika. Basi Mungu akipendeza, kwa maombi yetu, kwa dua zetu, mwaka huu wa 2025 tarehe 25 baada ya dakika 90 zile janyongeza, basi Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe awe ni kapteni wa kwanza katika historia ya taifa la Tanzania
lililozaliwa tarehe 9 Disemba 1961 chini ya baba wa taifa Julius Kambarage, mtoto wa Chifu Brito, Simba ilete kombe la Confederation ya Afrika, kombe la Afrika kwa mara ya kwanza, na huo utakuwa ni mwanzo wa Tanzania kwa maana ya vilabu na timu za taifa kuanza kulitawala soka la Afrika, na ikawe heri kwa yote. Bila shaka umefaidika wewe wa kizazi hiki na yule wa kizazi kilichopita, lakini moja tulilobakia ni kufuatilia katika kurasa za Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, vile vile Azam TV, ili uweze kufahamu kama unataka kwenda Berkane utaratibu ni upi, lakini pia uendelee kufuatilia mauzo ya tiketi. Ukipiga hesabu ya haraka haraka, nikimuuliza Magoli hapa, tiketi ya bei ya chini mwaka 93 ilikuwa ni shilingi 1500 na t-shirt ya tiketi ya VIP ilikuwa ni 1050. Tukipiga 1500 naweza ikawa kama ni shilingi ngapi kwa thamani ya dola, kwa jinsi hela yetu ilivyopanda na thamani ya wakati ule. 93 kwa tiketi ya chini 1500. Ndio tiketi ambazo watu waliingia nazo. Mzunguko kwenye machuma yale wapi ilikuwa 1500. Kati ile ilikuwa ghali, unajua. Ilikuwa ghali sana. Nafikiri itakuwa imekuja kwenye 10,000 na kitu hivi kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi 10 na kitu kwenda 20 hapa kwa depreciation ya shilingi kutoka 93 mpaka sasa 2025. Uwahi ununue tiketi yako mapema, ujiandae kushuhudia mechi ya tarehe 25 siku ya finali. Basi sisi kwetu ndio tumefikia tamati. Tutaendelea kupeana habari kile ambacho kinaendelea kule nchini Morocco wakati Simba inaenda kwa maandalizi ya mchezo wake dhidi ya Berkane. Shukrani sana kwako wewe mtazamaji wa kipindi.